Mwanamke alikuwa amevaa blauzi ya kuvutia. Alitaka kumshtua mumewe chumbani. Hakugundua kuwa mumewe alikuwa akicheza mchezo na mpenzi wake. Mke alisimama kimya kwa sekunde kadhaa. Hakuweza kuelewa jinsi alivyokuwa duni kuliko yule mpenzi. Lakini kabla hajaja, walinzi nje ya mlango walikuwa wakimsikiliza kwa vinywa vikavu. Walikuwa wakijaza gamu mdomoni mwao, moja baada ya nyingine. Wakati huu, hakuna aliyefikiria kuwa mwanamke na mlinzi wangekuwa na uhusiano baadaye. Jina la mwanamke ni Oh Won-soo. Yeye ni mke wa bilionea maarufu wa Korea. Pia ni balozi wa mapenzi kutoka Korea Kusini. Alizungumza katika mkutano kudhihirisha tabia zisizo za kibinadamu za nchi fulani katika vita na hofu za waathirika. Aliomba bodi ya magavana msaada na kuwalaumu wale wanaoharibu amani. Lakini mara tu mkutano ulipokwisha, katibu alikimbilia kutoa taarifa. Marekani imetuma barua pepe ya kitisho. Tukiendelea kukashifu, watatoa operesheni ya kukata kichwa. Katibu alimwonya kufikiria kwa makini. Ikihitajika, kufuta hatua inayofuata ya safari. Hata hivyo, Won-soo hakuogopa. Alimwamuru katibu wake kufichua ratiba ya safari. Kwa upande mwingine, Seo Do-yeon aligundua kwa bahati wakati wa uchunguzi wake. Kifo cha mfanyakazi mwenzake kilihusishwa na muuaji aitwaye Bang Bang. Miezi mitatu iliyopita, mfanyakazi mwenzake alifariki katika kesi. Dalili pekee ilikuwa maneno ya muuaji. Maua yamefikishwa kwa muuza maua, hivyo Do-yeon alichunguza kimya kwa miezi mitatu. Mwishowe, alipata dalili. Siku chache baadaye, Won-soo alipofika hotelini, mtu alimlenga kwa bunduki kutoka ngambo ya barabara. Wakati Do-yeon aliposikia sauti, alihisi kuwa mtumiaji wa bunduki alikuwa muuaji. Alitenda mara moja na ilibidi amlinde Won-soo, hivyo alijibu mashambulizi. Alimsindikiza Won-soo mbali na eneo hilo. Wote wawili waliingia gari la Won-soo. Sijui walikwenda umbali gani. Hawakusimama hadi ilipotoa moshi na kuharibika. Wakati Do-yeon alikuwa akitengeneza gari, aligundua kuwa kulikuwa na kifaa cha GPS mbele ya injini. Hiyo inamaanisha kuwa bado hawajatoka hatarini, hivyo walipendekeza kwenda nyumbani kwake kujificha kwa muda. Walifika nyumbani kwa Do-yeon kwa haraka. Do-yeon alimwambia Won-soo awasiliane na mtu anayemwamini, lakini lazima asifichwe mahali alipo. Baada ya kutulia, alienda bafuni kutibu majeraha yake. Aliosha damu mwilini mwake, lakini hakuweza kuweka bendeji. Won-soo alipoona hivi, Won-soo alisimama mara moja na kumsaidia kutibu jeraha, na Do-yeon akatoa kitambaa chenye unyevu na kufuta damu kwenye uso wa Won-soo. Mandhari inabadilika ambapo Won-soo anatumwa kwenye ubalozi wa Korea Kusini. Mumewe alikuwa na furaha sana alipopata habari. Wakati huo huo, mkuu wa usalama wa Nyota 4 alienda kwenye ubalozi kujua kilichotokea. Aligundua kuwa shahidi alikuwa Do-yeon. Tulikutana naye usiku huo. Walikuwa wafanyakazi wenzake kabla ya ajali. Sikutarajia kumtaja duka la maua katika mazungumzo yetu. Siku iliyofuata, Won-soo alifanya mkutano na waandishi wa habari. Alifichua barua pepe ya kitisho kutoka Marekani. Hata hivyo, tabia hii ilisababisha mama mkwe wake kuchukizwa. Jioni, ili kuwashukuru watu waliochangia, Bwana Nabii, Won-soo waliandaa sherehe. Wakati walipokuwa karibu kuhudhuria, mumewe alimtambulisha kwa mlinzi mpya, Do-yeon. Waliangaliana tu bila kutambuana. Mandhari inabadilika. Won-soo kwa bahati mbaya aligundua mumewe akicheza michezo na mwanamke mwingine, lakini hakukasirika. Badala yake, alimwambia mpenzi wake kuwa makini na mazingira. Ingekuwa tatizo kubwa ikiwa mwandishi wa habari nje angedhibiti. Baada ya hapo, hata alienda kwenye sherehe ya hisani na mumewe mkono kwa mkono. Walicheza mbele ya wageni. Usiku, mama mkwe wake alimuita Won-soo chumbani kwake. Alitupa gazeti nyuma yake, akiona tabia yake ya kibabe. Hakusema chochote. Alitupa kikombe kilichokuwa mkononi mwake sakafuni, na kisha hakuwa na hasira ya kutosha, hivyo alisukuma vikombe vyote kwenye baa. Hakuelewa kuwa kudondosha vitu hakukumfanya ajisikie vizuri. Kwa nini bibi bado alifanya hivyo? Won-soo alimuuliza mama mkwe wake kama alijua mwanaye anamfanyia hiana, lakini alijibu kuwa tayari alijua. Kwa kweli, yote haya yalipangwa na mama mkwe wake. Alitaka Won-soo amtaliki mwanaye, lakini hakuweza kumtoa Won-soo. Won-soo alimwonya asitafakari juu ya kundi. Ikiwa atalazimishwa kutaliki, bibi hataweza kupumzika kwa amani pia. Ni dhahiri kuwa Won-soo ana kitu juu ya mama mkwe wake. Mandhari inabadilika ambapo Won-soo anakunywa kumtuliza huzuni yake bila kugundua. Amelewa kidogo. Do-yeon aliyekuwa akipita, alimuona kwa ujumla akiongea kama mlinzi. Hapaswi kujishughulisha na mambo yake, lakini hakuweza kuacha kuwa na wasiwasi juu yake, hivyo alirudi. Wakati huo, Won-soo alitoka mkahawani. Wakati Do-yeon alipoona anaporomoka, alienda kumsaidia. Lakini Won-soo hakumjali. Alienda kwenye lifti akiwa amechanganyikiwa. Lakini wakati mlango ulipofungwa, Won-soo alifungua mlango wa lifti tena. Alimtazama Do-yeon mbele yake na nia zake zilikuwa wazi. Do-yeon alisita kwa sekunde chache na akaingia kwenye lifti. Kisha alihamisha mkono wa Won-soo chini. Wote wawili walienda moja kwa moja kwenye mlango wa chumba bila kusema neno. Wakati huo, kadi ya chumba ilianguka sakafuni.
Kwa kweli, Do-yeon hakukusudia kuchukua fursa ya hali hiyo. Alitaka tu kumsindikiza Won-soo kurudi chumbani kwake kwa usalama. Wakati alipokuwa karibu kuondoka, kulikuwa na hodi mlangoni. Ni mume wa Won-soo. Kwa bahati mbaya aligundua kadi ya chumba iliyoachwa mlangoni. Alikuwa karibu kuinama kuichukua. Ghafla mkuu wa usalama alitokea. Alisema kuwa Bi Won-soo alikuwa amekunywa mvinyo sana na amelala. Akisikia hivi, mume wa Won-soo alicheka kwa huzuni na watu wawili nyumbani walipumzika kweli. Muda unapita haraka na shughuli zote zimekwisha. Do-yeon alifuata kikosi cha usalama kurudi kwenye nyumba ya kifahari Seoul. Wakati walikuwa wakizungumza, mlinzi wa kike alikuja na kusema kuwa Won-soo alitaka kumwona Do-yeon. Do-yeon alifunga vitu vyake na alikuwa karibu kwenda. Kwa bahati mbaya aliangusha picha alizopiga na mfanyakazi mwenzake. Alikumbuka kuwa mfanyakazi mwenzake alikuwa ametaja kitu juu ya picha alipochunguza picha. Kwa bahati mbaya alipata flash drive. Kulikuwa na video 3 kwenye flash drive. Inaonekana kuhusiana na mwenyekiti aliyekufa. Do-yeon alimpata Won-soo mara moja. Alimwambia kuwa mtu fulani alikuwa akijaribu kumwondoa na wao ni wataalamu sana. Won-soo haamini. Katika nadharia, anataka amthibitishie. Do-yeon ilibidi akubali kuwa hakumwokoa kwa bahati. Mfanyakazi mwenzake aliuawa nje ya nchi, na muuaji na mshambulizi wa kigaidi ni mtu yule yule. Won-soo hataki kuongea tena. Alisimama na alitaka kuondoka, lakini Do-yeon alimzuia. Alimwambia asimwamini mtu yeyote karibu naye ili aweze kumlinda Won-soo vizuri zaidi. Miaka 2 iliyopita, Do-yeon na mfanyakazi mwenzake walipokea agizo kutoka kwa wakubwa wao. Mmoja aliteuliwa kwenye usalama wa rais. Mwingine aliteuliwa kwenye kitengo cha ujasusi kuchunguza mtiririko wa fedha za siri za rais. Miezi 3 tu iliyopita, mfanyakazi mwenzake alipokea taarifa kuwa alikuwa akienda nje ya nchi kuchunguza. Ilihusisha kifo cha rais wa zamani ambacho kilidhaniwa kuwa mauaji. Hata hivyo, kwa sababu ya kesi hii, mfanyakazi mwenzetu alifariki kwa njia ya kusikitisha katika nchi ya kigeni. Haijalishi Do-yeon aliwasihi kiasi gani, hawakusikiliza. Hatimaye kesi ilifungwa. Akiwa hana uwezo wa kukubali ukweli, Do-yeon alijiuzulu kazi yake. Anafuatilia kimya muuaji wa mfanyakazi mwenzake. Siku iliyofuata, Won-soo alifanya wazi kwake kaka yake, hataki kuendelea kufua fedha kwa wakwe zake. Anakwenda kuendesha shirika la hisani. Sikutarajia kaka yangu kusema hapana. Hata aliondoka ofisini moja kwa moja. Sasa Won-soo anajua kuwa hakuna mtu anayeweza kumwamini. Sijui jinsi yule kijana mpya, Do-yeon, anafanya mchana. Alienda nyumbani kwa mpenzi wake. Alisisitiza kuwa hatapata talaka. Alikuwa tayari kulipa kiasi cha fedha ili huyu mwanamke asiye na aibu achukue mtoto wake haramu kwenda kuishi Uswisi. Hata hivyo, mpenzi hakuwa tayari kufanya hivyo kwa sababu mwana wa Won-soo alifariki. Hakuna mtu halali ambaye anaweza kurithi kundi. Ndiyo sababu mpenzi hakutikiswa na pendekezo la Won-soo. Kwa kweli, Won-soo alikuwa amekwisha tabiri matokeo haya. Alisema hatataliki na alikuwa tayari kuondoka. Lakini kisha mpenzi alifunua siri. Ikagunduliwa kuwa ndoa ya Won-soo na mumewe ilikuwa njama. Wakati huo, alikuwa mjamzito na alijificha Japan. Na mumewe alihusika na mwanaburudisho. Msanii aliamka akiwa amekufa kwa sababu ya usingizi wa anestesia. Ikiwa habari ingeenea, ingekuwa sansisheni, sio tu kuwa mchumba aliyekuwa katika ndoa ya kimkakati. Wakati mwanamke alipogundua juu ya hali hiyo, alijiondoa mara moja kutoka kwenye ndoa. Ikatokea kuwa sura ya Won-soo ilikuwa nzuri sana wakati huo. Alipanda kutoka chini akawa mdonaji malaika, hivyo mume alikutana kwa bahati na Won-soo kwa ombi la mama mkwe wake. Mpenzi alifikiri ilikuwa aibu kutumiwa. Won-soo alifikiri iliuma kiburi chake kuwa mpenzi. Usiku, mume alipendekeza mazungumzo. Alisisitiza kuwa alimpenda Won-soo sana. Wakati huo, moyo wa Won-soo ulilainika kidogo. Alipendekeza kutuma mpenzi wake na mtoto wake nje ya nchi. Hata hivyo, mumewe alikuwa na wasiwasi. Sasa hatimaye aligundua asili ya kweli ya mwenzi wake. Kwa upande mwingine, mpenzi wake alikuja kumlalamikia mama mkwe wake. Mama mkwe wake alimpigia kelele kwa kuwa asiye na manufaa. Kisha alisema angelazimisha Won-soo kupata talaka. Asubuhi iliyofuata, familia ilikuwa ikijitayarisha kwa picha ya familia. Won-soo alipofika kwenye eneo hilo, aligundua kuwa mtoto wa mpenzi wake pia alikuwa ameketi hapo. Alimtazama mumewe bila hiari. Mumewe alionekana bila wasiwasi wakati huo huo. Mpenzi wake alionekana mwenye kiburi. Won-soo alikasirika sana kiasi cha kugeuka na kuondoka. Alienda kwenye ofisi ya mama mkwe wake kugombana, lakini kabla hajazungumza, mama mkwe wake alitupa ripoti ya majaribio ya vinasaba mezani. Alisema alikuwa mjukuu wake na alimkumbusha Won-soo kuwa mwanaye alikuwa amefariki miaka 5 iliyopita. Alikuwa amefuata ushauri wake na kuificha siri hadi sasa, lakini mapema au baadaye, ulimwengu wa nje utajua. Mama mkwe anataka Won-soo atendee mwana wa mpenzi wake kama mwanaye. Won-soo alikataa pendekezo hili lisilo na maana mara moja. Mama mkwe wake alimshauri asijali maoni ya watu wengine. Kama hakukubali, angeweza kuwa na mtoto mwingine. Hakuelewa kulichokuwa akilini mwa binti mkwe wake.
Nini kilikuwa akilini mwake? Mwishowe, picha ya familia ilipigwa pamoja na mtoto wa mpenzi wake. Do-yeon aliona ugumu wa hali hiyo. Siku iliyofuata, Do-yeon aliteuliwa kuwa mkuu wa usalama. Aliwauliza wakubwa wake juu ya chanzo cha kifo cha mwenyekiti wa zamani. Hakutarajia yeye kuwa na msisimko sana. Hii ilimfanya Do-yeon atambue kitu kilikuwa kibaya, hivyo alitumia nafasi yake kupata nakala ya video ya ufuatiliaji. Baada ya uchunguzi wa muda mrefu, aligundua kuwa mwenyekiti wa zamani alifariki mahali pengine kuliko nyumbani kwake. Hivyo kifo cha mfanyakazi mwenzake ni njia ya mtu ya kumsimamisha kutoka kuchunguza. Mama mkwe anatumia kashfa kumlazimisha binti mkwe wake kutaliki. Pia anataka amkabidhi udhibiti wa shirika. Wakati Won-soo alipogundua kuwa mama mkwe wake alitaka kumwondoa kutoka bodi ya wakurugenzi, alimwomba kaka yake aseme ukweli juu ya mpenzi wa mumewe na mtoto. Hivi karibuni vyombo vya habari vilizungumzia habari hiyo. Kisha Won-soo alifanya mkutano wa ufafanuzi wa moja kwa moja kufaidika na joto. Wakati kila mtu alikuwa tayari kutazama utani, alitembea polepole hadi kwenye jukwaa. Kama mke, aliahidi kuwa mumewe hakumfanyia hiana. Akisikia haya, waandishi wa habari kwenye jukwaa walikosoa hali hiyo. Unavyowezaje kukataa ukweli ulio mbele ya macho yako? Won-soo aliwaambia waandishi wa habari kuwa mtoto alikuwa wa baba mkwe wake. Hatua hii haikuweka lawama tu kwa kichwa cha mama mkwe wake na kufuta kashfa kwa ustadi. Muhimu zaidi, ilipa muda wa kuokoa shirikisho. Baada ya mkutano na waandishi wa habari, Lover na mama yake walikuwa na wasiwasi. Hawakuweza kupoteza bahati yao, lakini hakukuwa na kitu ambacho angeweza kufanya kuhusu hilo mchana. Mama mkwe alimwonya Won-soo, usifikiri kila kitu kitakuwa sawa tu kwa sababu ulimshinda leo. Alimwamuru mkwe wake kujiuzulu kama mwenyekiti wa kundi la Kaishan mara moja. Won-soo alimkumbusha kwamba ikiwa atalazimika kufanya hivyo, atafanya mkutano mwingine na waandishi wa habari. Kama mwenyekiti, atafichua shughuli za kundi za kufua fedha kwa kutumia kundi la Kaikin. Katika hali hiyo, hata kama anatumia uhusiano wake, na hofia itakuwa vigumu kuzuia maoni ya umma, kwa hivyo usifikirie kuhusu shirika la hisani. Kwa hasira, mama mkwe alimwonya Won-soo kwamba kila kitu kitakachotokea siku zijazo ni kosa lako mwenyewe. Siku chache baadaye, wapenzi waliletwa nyumbani. Bibi mkwe kwa makusudi alimwomba Won-soo kuwapokea. Won-soo alimchukua mpenzi wake katika chumba chake. Alimwonya kwamba eneo lake la shughuli katika nyumba lilikuwa limewekewa mipaka ya chumba hiki. Usifikirie hata kujiunga katika nyakati za mlo. Tenda kama hayupo. Usimwache akuone mahali pengine popote ndani ya nyumba. Usiku, Do-yeon anamlinda Won-soo na kukimbia usiku. Hatimaye hakuweza kuzuia shaka zake. Kwa udadisi, alimuuliza kwa nini alikuwa na bidii sana kulinda shirikisho. Kumbe kabla ya baba mkwe kufa, alimwomba Won-soo kufanya kitu kimoja. Usipate talaka kwa sababu ya kifo cha mjukuu wake. Usifikirie hilo hata siku zijazo. Alikuwa ndiye pekee aliyeweza kumwamini, kwa hivyo ili kutimiza ahadi yake, hata kama inamaanisha kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Baada ya kusikia hili, Do-yeon aliamua kumwambia Won-soo ukweli. Mwenyekiti mzee hakufia nyumbani. Muuaji wa mwenzake pia anamlenga na yuko nyumbani kwake sasa, kwa usahihi zaidi. Siku iliyofuata, ili kumfanya Won-soo awe na wakati mgumu, alifunua kwamba mama yake wa kuzaliwa sasa amefungiwa katika hospitali ya akili. Angeweza kufa wakati wowote kama binti. Je, hapaswi kumtembelea? Ingawa alitambua kwamba mama mkwe alikuwa na nia mbaya, lakini Won-soo alienda hospitali ya akili na kaka yake na Do-yeon. Lakini kabla hajaingia katika wodi, kilio kilitoka ndani. Mama wa Won-soo alimsihi amsamehe kabla ya kufa. Ingawa alijificha katika kibanda cha mbwa ili kuepuka madeni, haijalishi ni kiasi gani wakusanya madeni walimpiga binti yake, hakuthubutu kutoa sauti hata wakati uso wake ulikuwa unachuja damu. Lakini Won-soo alijua kuwa mama yake alifanya hivyo ili kuweka akiba ya fedha kwa ajili ya tiketi yake ya ngambo. Ndiyo maana alikuwa na nafasi ya kutoka katika umaskini na kujiendeleza. Lakini kabla hajaweza kumwokoa ili asamehe. Msamaha. Bibi mzee alichukua pumzi yake ya mwisho. Won-soo analia kwa maumivu kutokana na kupoteza mama yake. Do-yeon alifikiri kulikuwa na ajali na alikimbilia katika chumba cha hospitali. Alipotambua hali hiyo, alimchukua mikononi mwake na kumshikilia mikononi mwake. Muda mfupi baadaye, kaka yake aliingia kuwajulisha. Mama mkwe wa Won-soo alikuwa na wasiwasi kwamba umma angejua, kwa hivyo hakuruhusu rambirambi za umma. Usiku huo, Won-soo alirudi kwenye nyumba kubwa. Alimwonya mama mkwe wake kwamba alilazimika kumwaga mama yake kesho. Bila shaka, mama mkwe hawezi kukubali. Ikiwa vyombo vya habari vitaipata, bei ya hisa ya kundi ingeshuka, na kuna majadiliano makubwa ya biashara ya kujadili kesho, bibi alisema. Ikiwa hamwoni kesho, atawaweka wote wawili katika hospitali ya akili, kama vile mama yule aliyekufa. Hapa kuna maelezo mafupi. Won-soo amekuwa akisimamia mradi huo, kwa hivyo bila yeye, mradi huo umekwisha. Ndiyo sababu mama mkwe ametawala sana. Bila shaka, Do-yeon aliona huzuni kwenye uso wa Won-soo baada ya majadiliano. Won-soo alikuwa anakodolea macho majivu ya mama yake. Hakutaka wapendwa wake kuzikwa hivi, kwa hivyo alikuja kwenye chumba cha Do-yeon.
Aliomba kupewa lifti kwenda mahali fulani kabla hawajaondoka ili kuepuka usumbufu usio wa lazima. Do-yeon aliondoa kifaa cha kufuatilia kutoka kwenye gari. Alimwomba Won-soo kuzima simu yake. Wote wawili walikimbia kutoka kwenye nyumba kubwa. Kama kamera inatazama nyuma kwenye nyumba ya zamani ya Won-soo, Do-yeon anabandika pini ya nywele ya asubuhi kwenye kichwa cha Won-soo. Yeye mwenyewe alifunga bendi ya ukumbusho kifuani kwake. Lakini nyumba bado ni ile ile kama hapo awali, lakini haijajaa uhai kama hapo awali. Badala yake, ni vigumu zaidi kuacha kuwaza juu ya marehemu. Won-soo bila hiari alipiga magoti mbele ya banda la mbwa, lakini maneno ya mama yake yalirudi tena katika masikio yake. Kabla hajajua, ilikuwa tayari jioni, iliyochochewa na kifo cha mama yake. Won-soo alifungua moyo wake kwa Do-yeon. Anakubali kuwa mwanawe amefariki, lakini kwa ulimwengu wa nje, anaweza tu kudai kuwa yuko Uswisi. Do-yeon hakujua jinsi ya kumfariji. Alimkumbatia Won-soo na hakusema chochote, na Won-soo kwa kawaida aliegemea kwenye bega lake. Machozi yalitiririka kutoka machoni mwake. Hata hivyo, ajali isiyotarajiwa ilitokea. Tabia zao za karibu zilipigwa picha kamera na watu wake. Bado wanashughulikia majivu na picha ziko mikononi mwa mama mkwe. Usiku, Do-yeon na Won-soo waliitwa kwenye chumba cha kuishi. Mume mbaya alienda na kumpiga ngumi Do-yeon. Alipiga kelele kuwa atamfukuza kazi. Won-soo hakusema chochote na alirudi chumbani kwake. Lakini ni mama mkwe ambaye ni mjanja sana. Alimwamuru mkuu wa usalama kwenda katika ofisi yake ya kusoma. Kumbe bibi mzee alijua kwamba Won-soo asingekubali kumfukuza Do-yeon, kwa hivyo alimwambia nahodha asimsiki mwanawe. Kwa upande mwingine, Won-soo alienda kwenye chumba cha Do-yeon. Anataka kumuuliza apate muuaji wa kweli ambaye amejificha ndani ya nyumba. Wakati huo huo, mama mkwe aliita mwanawe kwenye ofisi ya kusoma. Alifunua kwamba Won-soo hakuwahi kukubali talaka. Ana ushahidi mwingi mikononi mwake. Ikiwa atafichua kila kitu, basi mama na mtoto hawatakuwa na haki ya kuendesha biashara. Kwa hivyo kuna njia moja tu ya kushinda. Hiyo ni kumfanya Won-soo atoweke kutoka duniani. Kwa upande mwingine, Do-yeon alimwonyesha Won-soo uchunguzi wa kifo cha mwenyekiti mzee. Alimwambia kwa undani kuhusu kifo cha mwenzake. Wote wawili walijificha mara moja. Do-yeon kwa siri aliendelea kufuatilia ushahidi. Won-soo anaendelea kuwa mwenyekiti wa shirika. Kwa kweli, Do-yeon amekuwa na mshukiwa, mkuu wa usalama aliyetokea kwenye kamera ya ulinzi kwa sababu alimwona alipokuwa ngambo. Kwa hivyo alifuata viashiria vilivyoachwa na mwenzake. Kwa makusudi aliondoa uso wake kutoka kwenye genge la nyota 8 katika chini ya saa moja. Picha yake ilionekana kwenye simu ya mkuu wa usalama. Siku iliyofuata, nahodha alitumia picha kumuuliza Yeon kusudi la ziara yake kwenye kundi lilikuwa nini. Do-yeon hana njia nyingine isipokuwa kuliweka wazi. Alikutana na nahodha ngambo alipokuwa akichunguza kifo cha mwenzake. Alishuku kwamba alikuwa na uhusiano na kifo cha mwenzake na kifo cha mwenyekiti mzee. Alienda ngambo tu kufua fedha kwa ajili ya mume wake mbaya. Angewezaje kuwa muuaji? Ni kweli pia kwamba mwenyekiti mzee hakufia nyumbani. Hiyo ni kwa sababu ya kifo chake kilikuwa kiharusi ili kufunika kashfa. Mwili ulilazimika kurudishwa kwenye nyumba kubwa. Do-yeon hakuamini hilo. Nahodha alimkamata. Alifikiri Do-yeon alikuwa akimdharau. Hata hivyo, nahodha alitangaza imara kwamba alikuwa akisema ukweli, na kwa wema alimkumbusha Do-yeon kwamba anaweza kuchunguza kadiri anavyotaka. Lakini ikiwa kitu chochote kitatokea siku zijazo, hataweza kumficha. Wengine wanaweza kufikiria kwamba Do-yeon anajaribu kuwatisha watu. Anatumia nafsi yake kama chambo. Ikiwa kuna tatizo na nahodha, hakika atamfuata. Siku iliyofuata, wakati Won-soo alikuwa akifanya kazi ya hisani, katibu wake ghafla alipokea ujumbe wa maandishi. Aliondoka kwa kisingizio kwamba kulikuwa na kitu kibaya kwenye shirika. Baada ya tukio hilo, gari lao lilishambuliwa na ndege ya droni. Yule aliendesha ndege ya droni kutupa bomu alikuwa mlinzi wa kike aliyemlinda mwenyekiti. Alikuja kwenye eneo la tukio kwa pikipiki yake. Aliona kuwa Won-soo hakuwa akipumua. Do-yeon alikuwa amejaa damu na aliondoka kwa haraka. Kwa bahati nzuri, Do-yeon aliamka kutoka kwenye koma yake. Kwa nguvu zake za mwisho, alifungua kwa nguvu mlango wa gari ulioharibika. Alimwokoa Won-soo kabla ya gari kulipuka. Vipande vya mlipuko vilimtoboa mgongo wa Do-yeon. Baada ya kuthibitisha kuwa Won-soo hakujeruhiwa, taratibu alipoteza fahamu na hatimaye akazimia. Mara wakaharakishwa kwenda hospitali. Kutokana na uzito wa majeraha ya Do-yeon, operesheni ilidumu hadi usiku wa manane. Mlinzi wa kike alikuwa akitazama nje. Sijui ni muda gani ulipita operesheni kuisha. Daktari alimjulisha mkuu wa usalama. Operesheni ilifanikiwa, lakini bado wanahitaji kufuatilia kwa karibu hali ya aliyejeruhiwa. Mlinzi wa kike alisikia hayo. Kwa upande mwingine, Won-soo amepata fahamu. Isipokuwa kwa michubuko michache, maisha yake hayako hatarini. Kitu cha kwanza alisema alipoamka kilikuwa kuuliza jinsi Yeon alivyokuwa. Hata hivyo, mume takataka alikumbusha. Hospitali nzima imezungukwa na waandishi wa habari. Ikiwa hutaki kupigwa picha, ni bora ulale kwenye kitanda cha hospitali kwa uaminifu.
Wakati huo huo, mlinzi wa kike alivuruga mkunga aliyekuwa zamu. Alikuwa karibu kumuua Doyon. Yeye ndiye pekee aliyetazama Doyon. Alimtazama tu Doyon na akaondoka chumbani bila kusema neno. Mlinzi wa kike ambaye alikuwa karibu kufanya hivyo tena, alitambua kuwa kuna kamera juu ya kichwa chake. Hawezi kutenda sasa. Kisha aliripoti kazi ya mauaji kuwa imeshindwa. Siku iliyofuata, mkuu wa polisi alikaribishwa kwenye nyumba kubwa. Mama mkwe wake kwa uwazi alimweka chini ya shinikizo. Alitaka kumkamata muuaji wa kweli haraka iwezekanavyo. Hapa kuna maelezo. Wakati mama mkwe alipotaja risasi na bomu, kwa makusudi alimtazama Bu Han aliyekuwa kando yake. Baada ya mama mkwe kumaliza kumwonya mkurugenzi, Bu Han alimpa bahasha kubwa nyekundu. Kisha kwa wema alimkumbusha, kushindwa kumkamata mhalifu kunamaanisha kutokuwa na uwezo. Ikiwa humkamati, inamaanisha una macho. Kila mara Wonso anashambuliwa au kuuawa, kampuni itashuka kwa pointi 5 hadi 10. Ndiyo sababu ulipuaji lazima utatuliwe haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi huyo pia ni mtaalamu. Alifahamu maana ya maneno mara moja. Alisema kwamba atamlaumu mhalifu wa kweli kwa Marekani. Kwa upande mwingine, Wonso alienda kwenye chumba cha hospitali cha Doyon, lakini aligundua kuwa hakuwepo. Kwa kweli, Doyon alitumia uhusiano wake. Alipata video ya uchunguzi ya eneo la uhalifu. Mume mbaya alimwomba nahodha kutuma mafungu 70 ya dola tena. Nahodha anatambua kwamba jamaa huyu anakusanya fedha za siri. Inaambatana na kile Doyon alisema siku nyingine. Mchana, Wonso alikuwa tayari kuondoka hospitali, lakini kabla hajaondoka, alikuja kwenye chumba cha hospitali cha Doyun. Alimkemea Doyun kwa maumivu kidogo. Kwa nini ulikuwa mzembe hivyo? Ilikuwa karibu sentimita 1 kutoka kutoboa mapafu yako. Doyun alijibu kwamba ilikuwa moyo wake uliomfanya afanye hivyo. Wakati huu, moyo wa Wonso ulianguka kabisa. Mwanamume aliyeko mbele yake ambaye anaweza kutoa maisha yake kwa ajili yake anastahili kutunzwa, na Doyun pia alihisi hisia hiyo. Alishika mkono wake. Hawakusemezana kitu chochote. Walikusanyika pamoja. Siku iliyofuata, Wonso alimwomba kaka yake kumpa kitabu cha akaunti tena. Wakati huu, alikiri kwamba kulikuwa na vitabu viwili. Kile alichokuwa nacho kilikuwa kibadilishwa tangu siku alipokuwa mkuu. Ikiwa kitu chochote kilikwenda vibaya, angekuwa fidia. Kwa hivyo haijalishi ni kiasi gani Wonso alijaribu kumpenda, kaka tu asingewapa. Usiku huo, mama mkwe alibisha mlango wa Katibu Han. Kwa kweli, wote wawili wamekuwa na uhusiano huu kwa miaka mingi. Mwanawe, takataka ya dunia, alikuwa ameona yote. Mapema alipokuwa mdogo sana, aliuliza mama yake, vipi ikiwa baba angejua? Lakini alijibu kwamba tayari alijua. Tangu utotoni, msiba wa familia umeleta ushawishi mwingi kwa mtu mbaya. Anaweka fedha kwa siri, labda kushughulikia Bu Han. Siku moja baadaye, Doyon alirudi ofisini. Kiongozi wa timu alikuja kumwarifu. Mara nyingine tena alituma fedha taslimu kwa ajili ya takataka. Alimkumbusha kwamba yuko karibu na mwenyekiti mzee. Sidhani kuwa yuko nyuma ya hili. Sasa fumbo linazidi kuwa refu na refu. Lengo la bwana mkuu ni msingi. Basi kwa nini alimuua mwenyekiti? Wonso alimwona Doyun akifikiria. Alikuja kwenye chumba chake usiku. Alifichua kuwa mfumo wote wa uchunguzi wa nyumba kubwa uko katika chumba cha mlinzi wa nyumba. Kuna kitu kimoja zaidi nataka kuuliza. Bu Han ana vitabu vya akaunti vya shirikisho, lakini katikati ya sentensi yake, aliona kuwa mwili wa Doyun bado ulikuwa umefungwa kwa gauze. Alisema angerudi kwanza kwenye chumba chake. Kwa kweli, Doyun alikuwa tayari amefahamu kile ambacho Wonso alikuwa akifikiria. Alimshika mkono. Siku iliyofuata, wakati mfanyakazi wa nyumbani alikuwa akihesabu mboga, Doyun aliingia kwa siri chumbani kwake na kuona kwenye kamera ya usalama kuwa Bu Han alionekana kama anaenda nje. Yeye kila wakati huweka rangi ya mdomo kabla ya kwenda nje. Kisha Doyun alifika mlangoni kwake. Kwa bahati mbaya, alihitaji msimbo kuingia nyumbani. Wakati huo, mama mkwe wake, Jagedi na Bu Han walikuwa wakijadili kuhusu mradi. Mtumishi alileta glasi 3 za maji. Je, unaona kuwa moja kati ya hizo ilikuwa na alama ya rangi ya mdomo? Lazima iwe imetumika na mama mkwe wake. Ya pili haikuwa na chochote juu yake. Inawezekana ni ya mtu asiye na maadili. Kuhusu kikombe cha mwisho, kuna rangi isiyo na rangi juu ya mdomo pamoja na tabia ya wakili Han. Nadhani hii ndio. Doyon alichukua alama za vidole mara moja. Kisha mashine ilichapisha alama bandia ya kidole. Aliingia nyumbani kwa Bu Han mara moja. Kwa bahati mbaya, mlinzi wa kike alimpata. Kumbe yeye ni mwaminifu kwa Bu Han, hivyo aliripoti mara moja. Wakati Bu Han alipojua maelezo, alikimbilia nyumbani kwake. Lakini alipoingia nyumbani, hakuna mtu aliyekuwepo. Lakini alikagua meza na sehemu ya kuhifadhi. Alifurahi kuona hakuna jambo lisilokuwa la kawaida. Hata hivyo, Bu Han ghafla alikumbuka mahali. Alikwenda mara moja kwenye rafu iliyo pembeni. Alitambua kuwa kitabu cha hesabu cha shirikisho kilikuwa kimepotea. Alikasirika, lakini kwa muda mfupi alipata wazo zuri.
Wakati huo huo, Do-yeon alileta kitabu cha hesabu ofisini kwa Won-soo. Kabla wao wawili hawajapata nafasi ya kuzungumza, mwendesha mashtaka aliingia haraka na watu wake. Hakuja tu na hati ya upekuzi na hati ya dharura ya kukamatwa, alikamatana ndugu wa Won-soo kwa wizi wa rasilimali za taasisi. Kumbe mtu aliyeripoti shirikisho alikuwa mtoto wa pili wa mama mkwe wake. Wakili Han anakasirika kwamba anafanya hivi kwa sababu mtu aliyekamatwa ni mshiriani mkuu wa shirika. Kwa upande mwingine, Won-soo alikuwa na wasiwasi sana baada ya mwendesha mashtaka kumpeleka kaka yake. Do-yeon alikuwa ameketi karibu naye, akimfariji. Hakuweza kujizuia kushika mkono wake. Mume wake alimuona kwa haraka. Baada ya muda, Won-soo alifika katika chumba cha kuhojiwa, lakini kabla hajasema chochote, kaka alimwambia asiwe na wasiwasi. Kisha alijitia kuwa mtulivu. Alisema kuwa uhai wa kikundi ulikuwa mikononi mwake. Wakati huo, Bu Han alisukuma mlango. Kaka alitoa ishara kwa macho kwa Won-soo kuondoka kwanza. Kwa kweli, alikuwa tayari amefahamu nia zake. Alidokeza kuwa angefuata maagizo na kukubali uchunguzi, lakini anahitaji upatikanaji wa akaunti zote zisizo na majina chini ya jina lake. Alimkumbusha kuwa ana orodha ya akaunti zote 550. Baada ya kusikia haya, Bu Han alifikiri jambo hilo lipaswa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Hatimaye, pande zote mbili zilifika makubaliano. Asubuhi na mapema siku iliyofuata, wakili Han alimwambia mama mkwe wake, kaka wa Won-soo atachukua lawama kwa kila kitu. Ataachiliwa kwa dhamana na shirikisho. Kwa upande mwingine, wakati Do-yeon alipokuwa akipitia vitabu, Do-yeon alikuwa akipitia vitabu na alitambua kuwa fedha zote za taasisi ya hisani ziliidhinishwa na mtu mmoja, na mtu huyo ni mama mkwe wa Won-soo. Wakati huo huo, mama mkwe wake alimuita Won-soo mbele yake. Alimhoji kuhusu uhusiano wake na yule mlinzi wa laana. Wakati binti mkwe alipokataa kusema chochote, Bu Han, wakili aliyekuwa pembeni yake, alisema wazi kuwa kitabu cha hesabu cha shirikisho kilikuwa kimepotea. Mashahidi walimuona mlinzi akiiba. Mama mkwe kisha alionyesha picha yao wakikumbatiana kwenye meza. Won-soo alilazimika kukiri kuwa alimwagiza Do-yeon kuiba na kueleza kuwa hawana uhusiano wa aina hiyo kabla mama mkwe hakumkemea. Wakili Han aliingilia kati na kusema kuwa anaelewea tabia yake. Alimuuliza Won-soo kama Do-yeon ni mwaminifu kweli. Ana kitabu cha hesabu. Hakika yeye ndiye atakayemripoti kwa mwendesha mashtaka. Bibi ghafla alisema anataka kumuua Do-yeon, vinginevyo kaka wa Won-soo atakwenda gerezani. Bibi anakasirika zaidi na zaidi. Alimkemea Won-soo kwa kuwa na wazimu wa mwanamume. Alisema kuwa alipokea picha muda mrefu uliopita. Alifikiri binti mkwe wake alikuwa tu akicheza na alifikiri angeacha mara alipokuwa na ya kutosha. Usiwache wengine wajue kuhusu jambo hili dogo. Hakutambua kuwa binti mkwe wake kwa kweli alikuwa akifanya kazi na mgeni kuiba kitabu cha hesabu. Wakili Han alimkumbusha Won-soo. Kaka wa Won-soo alilelewa naye, kwa hivyo hakuna njia anaweza kusaliti shirika na kikundi hakitawacha pia. Baada yoyote, sisi ni familia hapa. Hakujua ni aina gani ya hila ambayo Do-yeon alitumia kumpata Won-soo amcholee kuiba vitabu vya hesabu. Baada ya kusikia maneno haya, moyo wa Won-soo ulikuwa unashangaa. Ni kweli kuwa hali ni kama wakili Han alivyosema, kwa hivyo alilazimika kuthibitisha ukweli. Baada ya Won-soo kuondoka, Bu Han aliahidi kushughulikia jambo hilo. Usiku, Won-soo alimwomba Do-yeon kukutana naye juu ya paa. Anataka athibitishe kuwa muuaji ni mtu yule yule aliyeua rafiki yake au arudishe kitabu cha hesabu. Do-yeon alimwambia Won-soo kuwa alijifunza kitabu cha hesabu kwa makini. Hali halisi inaweza kuwa tofauti na alivyofikiria. Fedha zote za siri hatimaye zilihamishiwa kwa jina la mama mkwe wake. Hatujapata sababu halisi bado. Baada ya kusikia maelezo, alitaka kuchukua lawama kwa kila kitu. Sikutarajia Do-yeon kumzuia. Alisema kuwa mradi ana vitabu, hawatathubutu kufanya chochote. Lakini Won-soo alikuwa na wasiwasi kuhusu maisha ya Do-yeon. Do-yeon alijibu kuwa angejilinda na ataokoa Won-soo kutoka jehanamu Wakati huo huo, mpenzi wake hakupendwa. Alipanga kitu na mama yake. Siku iliyofuata, habari zinaripoti kuwa shirikisho linalisiwa kuficha mali, likiwa na wasiwasi kuwa shirikisho litahusishwa, kwa hivyo alimwomba Bu Han kwa suluhisho. Bu Han alipendekeza kuweka wazi udanganyifu wa Won-soo na mlinzi wake ili kwamba mfadhili Angel angeacha kwa hiari yake nafasi yake kama mkurugenzi wa shirikisho ambalo litaua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa kweli, sababu ambayo Bu Han alifanya hivi ni kwa sababu mwenyekiti mzee alikuwa ameweka wosia wake thibitishwa nje ya nchi kabla ya kufa kwake. Hakuna anayejua inasema nini, lakini dalili pekee inaelekeza kwenye taasisi ya hisani. Ndiyo sababu Won-soo lazima aondolewe. Mchana, Won-soo na Do-yeon waliteuliwa na mama mkwe wao kufanya kazi ya hisani katika wilaya ya Busan. Bila wao kujua, mlinzi wa kike pia anawafuata kwa siri. Alipata amri. Bu Han alielekezwa na Bu Han kumuua Won-soo mara tu anapopata ushahidi wa kutokuwa mwaminifu kwake. Kisha anamlaumu mlinzi wake, Do-yeon. Usiku, wote wawili walikaa kwenye nyumba ya ziwa iliyopangwa na kikundi bila kujua chochote.
Jambo la ajabu ni kwamba walinzi wote waliondolewa isipokuwa Doyon. Wakati huo huo, mlinzi wa kike alichukua picha muhimu. Alitumia doria ya Doyon. Alikuwa tayari kumuua Wonsu wakati wa doria ya Doyon. Kwa bahati, Doyon alifika kwa wakati mwafaka. Alimwambia Wonsu kutoroka kupitia dirisha. Alibaki nyuma kushughulikia mlinzi wa kike. Kisha, Joyun alipigana na mlinzi. Joyun alipigana kwa maisha yake ili kulingana na mpinzani wake. Alimpiga mlinzi wa kike na kumtupa kwenye maji yanayotiririka kwa kasi. Doyon aliogopa kuwa kungeweza kuwa na wauaji wengine, hivyo alishikilia mwili wake dhaifu. Aliendesha mashua hadi mahali salama. Siku iliyofuata iliwadia. Wonsu alimwamsha Doyon aliyekuwa dhaifu. Alikuwa na wasiwasi kuhusu majeraha ya Doyon, na Doyon alikuwa na wasiwasi kama alikuwa ameumia. Aliahidi kumlinda Wonsu. Kisha wakabusu. Kwa upande mwingine, mume wa Wonsu alifika kwenye nyumba ya ziwa, lakini hakumwona mke wake. Kamera inageuka na Wonsu anajizungusha katika usingizi wake. Anaweka mkono wake kwenye mguu wa mume. Imekuwa muda mrefu tangu mume na mke wafanye ishara kama hiyo nyepesi. Mume hakujua iwapo afurahi au akasirike. Mwenye furaha kuhusu mabadiliko ya ghafla ya tabia ya mke wake, mwenye hasira kwamba huenda kweli anafanya uhusiano wa kimapenzi na mlinzi. Adhuhuri, Wonso na mume wake walihudhuria mahojiano kwa ajili ya mchango. Kidhahiri, walionekana kama wanandoa wanaopendana sana. Kwa kweli, Wonso anamjali zaidi Doyon ambaye alikuwa akimlinda mapema alipokuwa akimtibu kidonda chake. Ingawa ningeweza kukisia kuwa angeweza kuwa amejeruhiwa katika mapigano. Lakini alipoyaona makovu kweli, Wonso bado alishangaa. Makovu ya zamani pamoja na makovu mapya yalimchoma moyoni. Doyon alikisia kuwa mtu wake anayempenda zaidi angejilumu, hivyo alishika mkono wa Wonso. Alisema kuwa aliona tabia ya muuaji ya kutembea kwa sababu kitabu cha hesabu kilikuwa mikononi mwake, hivyo alikuwa ndiyo lengo la mauaji. Alidhania kuwa lazima yeye ndiye aliyehitaji kitabu cha hesabu, hivyo alimwomba Wonso afikiri kuhusu jambo hilo. Iwapo atakufa, ni nani atakayerithi msingi huo? Wonso alirudi kwa shemeji yake kwa uwezekano mkubwa, lakini kwa kadri anavyojua, yeye hana uhusiano mzuri na mama mkwe wake. Haonekani kujua kuhusu fedha za siri. Kuna jambo moja zaidi ambalo Doyin hafamu. Wakili Han ni mkono wa kulia wa mama mkwe wake. Kwa nini basi uandaaji wa hesabu nyeusi unamlaumu yeye? Kwa hiyo, Doyon alimwomba Wonso kumuuliza mume wake maswali mawili. Ili kupunguza upeo wa uchunguzi wa mauaji, Wonso alimuuliza mume wake ikiwa shemeji yake alikuwa mtoto wa nje ya ndoa. Aliposikia hayo, uso wa mume wake ulibadilika kwa kiasi kikubwa. Inaonekana kuwa uvumi wa mwana haramu si uzushi. Inathibitisha tu kwa nini mama mkwe wake anamchukia mwana wake wa pili. Doyon alimwambia swali lingine kuhusu kifo cha mwenyekiti wa zamani. Kisha Wonso alimuuliza mume wake iwapo baba yake aliuawa kupitia hali ya mume wake. Kimsingi ni hakika kuwa anajua chanzo cha kifo cha baba yake. Wakati huo huo, mama mkwe alimwamuru wakili Han kutangaza kutokuwa mwaminifu kwa mke wa mwanawe. Anataka kumwondoa Wonso na ndugu zake, hata kama itamlazimu kubuni ushahidi. Zaidi ya hayo, Han alichunguza. Doyon alikuwa akifanya kazi kama mlinzi kuchunguza kifo cha mwenzake. Mwenzake aliyekuwa amekufa alikuwa akichunguza kifo cha mwenyekiti wa zamani. Kisha anamkumbusha mama mkwe wake kuwa ikiwa Wonso atakufa, fedha za siri zilizosalia nyuma na mwenyekiti wa zamani zinaweza kugawanywa ipasavyo mchana. Habari za kutokuwa mwaminifu kwa Wonso zilifichuka. Mume wa Wonso alikasirika na kumkaribia mama yake. Alimuuliza kwa nini alifanya hivyo, lakini alileleza alifikanya hivyo kwa sababu ulishuku. Kuhusu picha, alikuwa na wasiwasi kuwa Wonso asingetalikiwa. Ndiyo maana alifanya kwa siri. Mume alimwonya mama yake kuwa mke wake hakuwa mtu mchafu na yeye mwenyewe hatapata talaka kama mama yake. Mama mkwe hakuweza kuelewa kwa nini mwanawe alimpinga. Hakutambua kuwa mwanawe alikuwa amekwama na kile kilichotokea wakati huo. Hakuweza kusahau mchezo wa mama yake na Han. Kama matokeo, mama na mwana walikuwa na ugomvi mkubwa juu ya jambo hilo. Hata hivyo, mume wake anampenda Wonso kwa moyo wake wote. Hatamruhusu mtu yeyote kumuumiza, hata mama yake mwenyewe. Ikatokea kuwa mpenzi wake alisikia hotuba yake ya shauku. Usiku huo, alichukua mwanawe na kuondoka nyumbani kwa ziwa kwa kuamua. Alihisi kuzidiwa na mtu ambaye hakumpenda. Usiku huo, Doyon aliingia kisirisiri katika nyumba ya Han. Aliweka kamera ya siri kwenye saa mara ya mwisho. Kwa bahati alipata msimbo wa siri wa seti, nyaraka na vyeti vingi ndani. Doyon kwa bahati alipata moja kati ya hivyo. Katika moja ya nyaraka, Han alikuwa ameaminisha mali zake zote kwa mwana wa pili wa mama mkwe wake. Alitambua mara moja, mwana wa pili ni mwana wa kibiolojia wa wakili Han. Usiku, mume wake alituma mtu kumchukua Doyon hadi kwenye sehemu ya chini. Alichukua bunduki na kuiweka kwenye kichwa chake. Alimuuliza Doyon ni umbali gani alifikia na Wonso. Doyon alimwambia kuwa alikuwa na dhamira safi. Kisha akasimulia hadithi nzima. Alimkumbusha mume wake kuwa mwenyekiti wa zamani aliuawa na mmoja wa watu wake, na kifo cha mwenzake ni uthibitisho bora zaidi.
Lakini mume alizidia kukasirika, alitaka kumuua Doyon. Wonsu alikimbilia sehemu ya chini kwa wakati muhimu, lakini Doyon alimwambia atulie. Kisha Wonsu alielekeza bunduki kwake mwenyewe. Mume hakuwahi kufikiria kuwa mpenzi wake angechukua risasi kwa ajili ya mlinzi. Imani yake ilidorora mara moja. Mume alimuuliza Wonsu iwapo mlinzi alimpenda pia. Alimtaka arejee fahamu zake mwishowe. Askari huyu wa mapenzi halisi aliweka chini bunduki yake. Alikuwa bado anampenda mke wake, Won-so. Wiki 2 baadaye, wakili aliagizwa na mwenyekiti mzee alifika Korea Kusini. Alisoma wosia mbele ya wanafamilia wote, fedha haramu ambazo baba mkwe wake alipata katika maisha yake, jumla ya shilingi trilioni 18. Fedha zote zitakabidhiwa kwa shirika la misaada la mkwe wake, mama mkwe na mwanawe mdogo, ambaye hakuweza kurithi fedha. Alikuwa na wazo baya. Kwanza, alipendekeza kuwa mama na mtoto wagawane fedha kwa usawa. Hakutambua kuwa mama mkwe wake hakumchukulia kama mwanafamilia. Alisema kuwa mwana mkubwa angerithi kampuni hapo baadaye, hivyo alihitaji kuweka fedha zote haramu. Kama kawaida, mwana mdogo hakutaka kufanya hivyo. Mwana mkubwa, ambaye alikuwa kimya kwa muda mrefu, alimwonya ndugu yake mdogo. Yeye si chochote zaidi ya ndege mkononi, na alifunua kuwa kifo cha baba yake hakikuwa ajali, bali ajali. Katika maneno haya, maelezo ya ndugu mdogo yalionekana kuwa na wasiwasi, ingawa alikuwa amepoteza vita. Lakini alimwonya ndugu yake mkubwa. Ikiwa hatalipa nusu ya bei, angesema hadithi yote ya kile mama na mtoto walichofanya. Siku chache baadaye, Wonsu alileta fedha haramu nyumbani. Doyon aliambatana naye. Alitambua kwa bahati mbaya, umeona kuwa mtindo wa kutembea wa mlinzi wa kike ni sawa kabisa na mauaji ya mwenzake. Yeye ni kidogo mwenye tahadhari zaidi kwa mtu huyu. Wakati huo huo, mama mkwe wake alipojua juu ya kurudi kwa Wonso, alimpendekeza Bu Han kutumia ndugu wa Wonso ili kumfanya asafishe fedha haramu. Kwa njia hiyo, mkwe hataweza kuondoka nayo. Kisha nunua hisa za kikundi kwa jina la mwana mkubwa. Kisha tutatumia mbinu rahisi kumfanya aridhi. Ikisha tutamshtaki ndugu wa Chun-so kwa upendeleo. Baada ya kusikia mpango wa mama mkwe wake, Bu Han alionekana kukata tamaa sana kwa sababu mama mkwe wake aliona akili yake ndogo. Alipiga kelele kuwa baba na mtoto walikuwa watumishi kama maskini. Wanapaswa kuwa na shukrani kwa kile walichopata. Pia alitaka kuzuia kazi ya mwanawe mkubwa. Kwa upande mwingine, Won-so, ndugu yake na Doyon wanajadili mpango wa kukabiliana. Doyon anachunguza kuwa mwana mdogo kwa kweli alizaliwa na Bu Han na mama mkwe wake. Inadhaniwa kuwa hakuweza kurithi mali ya kikundi. Ndiyo maana analenga shirika la ujambazi. Ndiye yupo nyuma ya kifo cha Won-so, na wakili Han anamsaidia kwa ajili ya mwanawe. Inabainika kuwa mwenyekiti mzee aliwawa na mwanawe mdogo kwa tofali la dhahabu. Bu Han aliharakisha kwenye tukio mara moja. Baada ya kuchambua eneo, alimwelekeza mwanawe kutengeneza alibi. Kisha aliweka upepo kwenye tanga la mwenyekiti mzee. Siku 3 baadaye, kulingana na mpango wa awali, ndugu wa Won-so alimaliza kuosha fedha haramu. Alikutana na Bu Han chini ya daraja. Doyon alirekode kwa siri mazungumzo yao. Hata hivyo, Bu Han alikuwa mwangalifu sana. Haijalishi ni kiasi gani atajaribu kumshawishi, kamwe hataweza kuendelea na majibu yake. Wakati Doyon alipofikiria mpango ulikuwa umeshindwa, muuaji ghafla alitokea na kukata koo la Won-so. Mara akatoa jambia lake na kumkimbiza na kumchoma muuaji katika bega la kushoto. Doyon ghafla aligundua kuwa Won-so angeweza kufa ikiwa angemfuata, hivyo alimpeleka hospitalini mara moja. Hata hivyo, kwa sababu alipoteza damu nyingi sana, hakuweza kuokolewa. Siku chache baadaye, katika mazishi ya Wonsu, shemeji ghafla alitoa flash drive kwa sababu ndugu wa Wonsu alimwambia ikiwa kitu chochote kimemtokea, lazima apewe Seo Doyon. Kisha Doyon aliweka flash drive katika sehemu salama ya wakili Han. Alitumai kuwa shemeji wake angeripoti shirika la ujambazi kwa mwendesha mashtaka. Siku iliyofuata ilifika. Mwendesha mashtaka alimkamata mama mkwe wake kwa tuhuma ya kuchukua fedha za shirika la ujambazi kiharamu, na Bu Seo alianza kuunda mpango wakati mwanawe hakuweza kupata sehemu ya mali. Hata hivyo, wakati mwendesha mashtaka alikuwa anakagua nyumba ya Bu Han, mlinzi wa kike ghafla alitokea wakati alimwona Doyon. Aligeuza na kukimbia nje. Wakati Doyon alipomwona, alimfuata mara moja. Baada ya mapigano makali, alikuwa na uhakika kuwa mlinzi wa kike alikuwa muuaji aliyeua mwenzake katika mwenyekiti. Hivyo alimkabidhi kwa polisi. Kisha Doyon alienda moja kwa moja kwa Bu Han. Alimwonya kuwa ni vigumu kwa mlinzi kujitetea dhidi ya ushahidi. Hivi karibuni ataacha yule yupo nyuma ya mauaji. Lakini Bu Han alisisitiza ukweli kuwa ni kashfa kufanya dhana isiyo na maana. Ikiwa unaweza kufanya chochote, fanya tu. Katika flashi nyuma, Bu Han alichimba tofali la dhahabu lililoua mwenyekiti katika uwanja wa nyuma, na kisha anatembelea mama mkwe wake ambaye anaulizwa maswali. Anaeleza kuwa alimtendea haki kwa kulipiza kisasi. Hafahamu kwa nini alitaka kuwa na mtoto naye, hivyo ilikuwa kulipiza kisasi. Kisha Bu Han alichukua tofali la dhahabu na kuliweka mezani. Alitishia kubadilisha muuaji kwa mama mkwe.
Baada ya yote, tofali lilichafua kwa damu ya mumewe na alama za vidole zilikuwa za mwanawe mdogo. Bibi mzee hakutambua hadi sasa. Hakutambua kamwe jinsi wakili Butler alivyokuwa wa kutisha. Katibu hivi karibuni alipata habari. Bibi mzee alikiri mauaji. Usiku huo, mwanawe mdogo alirudi kwenye nyumba ya starehe bila chochote. Kwanza, aliwafuta watumishi wote. Kisha aliua ndugu yake mkubwa katika hisia za hasira, Wansue, ambaye alikuwa anarudi kutoka safarini. Ilifanyika kumwona mwishoni mwa hadithi, Bu Han. Kama ilivyokuwa mara ya mwisho, alimlaumu Wonsoo kwa uhalifu, lakini hakutambua kuwa mwanawe hakutoroka. Doyon alimpata mara moja. Alikabidhiwa kwa polisi. Kulingana na ushahidi ulioachwa na ndugu wa Wonsoo na kujua kwa mama mkwe, walipata ushahidi kuwa Bwana Han alishawishi na kulipia mauaji. Wema una thawabu yake na uovu una malipo yake.